Muungano wa kimataifa wa wanasheria na makundi ya haki za kibinadamu umeiomba rasmi mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa jinai ICC kumchunguza rais wa Tanzania na serikali yake kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu unaodaiwa kufanywa wakati wa uchaguzi mkuu wa hivi karibuni. Waraka wa ombi kwa ICC unamtuhumu Rais Samia Suluhu Hassan na maafisa wengine wa ngazi za juu kwa kuhusishwa moja kwa moja na vifo vya raia wakati wa maandamano ya baada ya uchaguzi. Juma lililopita, Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alizindua tume ya uchunguzi kuhusu vurugu hizo baada ya kuwatuhumu wapinzani na mashirika yasiyo ya kiserikali kwa kusababisha machafuko. Hati hiyo yenye kurasa 82 pia inaelezea kile ilichokiita ukiukwaji wa kimfumo na unaoendelea katika kipindi cha miaka mitatu iliyopita, ikiwa ni pamoja na utekaji nyara, mateso kwa watu waliopotezwa na mauaji ya wapinzani kinyume cha sheria. ICC bado haijathibitisha kama itafanya uchunguzi. Tanzania ni mwanachama wa mahakama hiyo. Sasa ili kufahamu zaidi, awali mwandishi wa BBC Skola Kisanga amezungumza na wakili Jebra Kambole. Kwanza, nyaraka hiyo ni ya ukweli na ni shauri ambalo limeshafikishwa kwenye ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya kivita na makosa ya kihalifu ambayo iko The Hague. Kwa hiyo ni nyaraka ambayo ni sahihi kwa ajili ya hatua za awali. Kitengo cha haki za binadamu cha Madrid Bar Association, ambao ni chama cha wanasheria Madrid, Spain, pamoja na World Jurists Association, Human Rights Institute na Interwatch na Professor Harold Triana ni miongoni mwa mashirika na watu ambao wamepeleka shauri hili kwenye mahakama ya ICC, ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu. Kosa kubwa ni moja, kosa la vitendo vya kihalifu dhidi ya utu wa binadamu, lakini kuna makosa kadhaa ambayo yameainishwa ambayo wanaita crime against humanity. Makosa dhidi ya utu wa binadamu ni miongoni mwa makosa ambayo yanaruhusiwa na mahakama ya kimataifa kuyasikiliza, ambao makosa hayo yanahusiana na kupotea kwa watu, mauaji kinyume na utaratibu wa kisheria, tunaita extrajudicial killing, vitendo vya unyanyasaji waliofanywa watu mbalimbali ikiwemo raia wa Kenya kina Boniface Mwangi pamoja na kina Agatha raia wa Uganda, lakini pia mauaji ambayo yalitokea wakati na baada ya uchaguzi, mateso ambao watu wameteswa, tuseme torture, civilian au tuseme raia wa kawaida wametendewa dhidi ya vyombo vya dola. Kinachofuata sasa ni kusubiri hatua za mwendesha mashtaka mkuu wa ICC, kwanza kutoa taarifa kwa umma juu ya uwepo wa mashauri mbalimbali kutokana na video na picha na ushahidi wa kutosha, ndipo waanze kuchukua hatua za awali. Tunategemea kwamba kwanza kupata taarifa sahihi, kupata taarifa ya hatua gani wanazichukua, lakini wao kwa sasa kuanza mchakato wa kupitia nyaraka, kupitia ushahidi uliopo kabla ya kuanza kuchukua hatua zingine ambazo zinafuata, kwa sababu unajua mahakama ya kimataifa hii iko moja duniani. Mauaji au visa hivi vinatokea maeneo mengi duniani, kwa hiyo anapokea mamilioni ya taarifa. Kwa hiyo lazima atumie muda kuweza kuchakata na kujua ipi inapewa kipaumbele, ipi inaanza, ipi inafuata.